Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Katibu wetu wa chama mkoa, Mheshimiwa Shehe wetu mkuu wa wilaya, waheshimiwa viongozi mbalimbali wa chama, natambua uwepo wa mwenyekiti wangu wa wanawake wa UWT mkoa wa Mara, Mama Nancy. Natambua uwepo wa katibu wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Mara, wajumbe wa halmashauri kuu ya mkoa waliokuwepo hapa wakiongozwa na mzee Murida, lakini natambua wazee wangu wanaonishauri katika chama, wazee wa baraza la Chama cha Mapinduzi na wananchi wote, viongozi wangu wa chama ngazi ya kata, wa jumuiya ambao wote wamefika hapa, lakini na wananchi wa jimbo la Bunda mjini, Waislamu wote, mabibi na mabwana. Kwanza nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha hapa tulipo, lakini kipekee ni kushukuru katibu wangu wa chama mkoa pamoja na secretariat yako na viongozi wa mkoa ambao umeacha muda wenu wa kuja hapa Bunda kupata sadaka ya iftar na wananchi wenzangu wa jimbo la Bunda mjini. Mungu awabariki sana. Nimeitwa hapa kusema machache. Kwanza niwapongeze kamati ya maandalizi chini ya shehe wetu wa wilaya pamoja na viongozi wangu wa chama wakiongozwa na katibu wa chama na katibu wa wazazi, mwenezi pamoja na makatibu wangu. Wamefanya kazi nzuri sana na baadhi ya makatibu wa kata kwa ajili ya kuandaa tukio hili adhimu. Lakini kuandaa ni jambo lingine, watu kukubali kuja kushiriki na wewe iftar ni jambo lingine. Mimi nishukuru sana. Kuna wengine wanaandaa lakini wanakosa watu wa kuwaunga mkono. Kwa hiyo sadaka hii ya leo ya iftar sio yangu mimi Esther Bulaya, ni ya yetu sote. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali kwa kuhakikisha hili linafanikiwa. Lakini kikubwa naomba mniombee ili Mungu anipe wepesi, atupe uzima, ila kila mmoja tupate kukutanika kwenye iftar kama hii ya leo. Kwa hiyo natamani ndio uwe utamaduni wangu wa kila mwaka. Lakini ndugu zangu wananchi wa jimbo la Bunda mjini, tunapaswa pia kuombea viongozi wetu. Tunapaswa pia kuombea amani ya nchi yetu. Viongozi wetu wana majukumu mengi, lakini viongozi hao wanapaswa kuombea ili na sisi wasaidizi wao tuweze kutekeleza majukumu yetu vizuri, ili matarajio, matamanio ya Watanzania na wale ambao wapo hapa Bunda mjini yaweze kutekelezwa. Mheshimiwa Katibu wa chama na shehe wangu wa wilaya, juzi tumetoka kupitisha mpango ambao utagharimu zaidi ya trilioni 84, na kwenye hizo trilioni 84, trilioni 60 zinategemea sekta binafsi. Na hapa Bunda ni wilaya ambayo inaenda kukua kiutalii. Tuna miradi ambayo tutategemea watu mbalimbali waweze kuikamilisha, ikiwepo na World Bank, mradi wa TACTIC. Lakini vile vile tuna eneo la ukanda wa uwekezaji. Eneo la ukanda wa uwekezaji tunaitegemea sekta binafsi. Tunategemea wawekezaji waje kuwekeza katika jimbo letu. Na nashukuru Waziri Kitila wa mipango na naibu waziri alifanya ziara na akatuambia miongoni ya maeneo ambayo serikali inaweka kipaumbele ni pamoja na eneo letu la Bunda la Tairo. Mimi na nyinyi ombi letu ni moja, tukidumisha amani na utulivu, investors watakuja kuwekeza, mji wetu wa Bunda utabadilika, wadogo zangu, vijana wetu, mama zangu watapata ajira. Lakini Mheshimiwa Rais ana mpango mkubwa wa mkoa wetu wa Mara. Hivi tunavyozungumza zaidi ya bilioni 300 zitajenga uwanja wa Serengeti. Lakini kwenye mpango wa taifa huu ambao tumeupitisha,
tayari mkoa wa Mara inatakiwa ijengwe reli ya SGR kutoka Tanga mpaka Msoma. Haya yote hayawezi kutekelezeka kama nchi yetu haitakuwa na amani na utulivu. Niombe sana wananchi wenzangu wa jimbo la Bunda mjini, tuendelee kuiombea nchi yetu, tuendelee kumwombea rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, sababu ana maono ya dhati na nchi. Hivi tunavyozungumza, kwa wafanya biashara ndogo ndogo ambao vijana tayari bilioni 200 zimetoka. Kwenye bilioni 200 halmashauri yetu ya mji wa Bunda milioni 200 zimetoka. Ofisi yangu kushirikiana na maafisa maendeleo wa kata tunatoa mafunzo ya vikundi na ikishirikishwa ofisi yangu ya jimbo. Kwa hiyo niwaombe tuchangamkie fursa. Mimi kama mwakilishi wenu, kama binti yenu, nitahakikisha kila mkopo unampata mtu anayestahili, yule mfanyabiashara ndogo ndogo kwenu. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana. Mungu awabariki. Asanteni sana, endeleeni kutuombea, tuendelee kushirikiana. Bunda yetu tutaijenga wenyewe, kwa sababu hatuna Bunda nyingine, hatuna Tanzania nyingine tunayoitegemea isipokuwa ni hii. Nawashukuru sana.